Hii ni MTV1 online kutoka mashariki mwa Kongo. Leo tukikutangazia kutoka Kigoma, Tanzania, ukanda wa Ziwa Tanganyika. Jina langu ni Tryphon Odas nikiwa hapa mjini Kigoma. Leo ikiwa ni Alhamisi ya Mei mosi mwaka 2025 na ikiwa ni siku ya wafanyakazi duniani, huku wafanyakazi wa katika mataifa mbalimbali wakiwa bado wakiomba hali yao ya kimaisha kuboreshwa zaidi. Karibu tena. Kitu akabambi sana kwa serikali yetu ya Kongo tukamilisha code de travail, kwani sheria inahusu kazi. Kama tuweza kuishimamisha, kama nilivyokuarifu hapo awali, kwa leo ni siku ya wafanyakazi duniani ambayo imesherekewa kwa njia tofauti tofauti, hata wengine wakibaki nyumbani kwa siku ya leo. Duniani kote leo wafanyakazi wote wamebaki nyumbani na wengine kusherekea siku iliyowekwa kwa ajili yao mjini Kinshasa. Hakukuandaliwa sherehe yoyote. Mbele Rodrigue Vutari yuko kwa njia ya simu. Mjini Kinshasa msema hakuna tamasha yoyote ambayo imeandaliwa ya umma kutokana na tangazo la waziri anayehusika na sera za jamii na kazi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Akwakwa, ambaye siku zilizopita kwenye shauri la mawaziri Aprili 28 alisema kwamba siku hiyo itaheshimika na itaweza kulipwa, lakini hakuna maandamano fulani ambayo yaliandaliwa, na walisema itapita tu kwa ukimya kujiunga na raia wa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wanakabiliwa na machafuko kwa namna nyingine, na wengi wakiwa ni wafanyakazi. Ukiwa katika mji wa Kinshasa, wafanyakazi kwa jumla wa serikali wanasemaje na katika sekta binafsi? Tulipozungumza muda mchache hapa, nimezungumza na mmoja wa watumishi wa serikali ambaye tena ni kiongozi wa vuguvugu la vijana Lezendinye. Amesema kwamba ni mshangao kuona kwamba siku hii imetangazwa kwamba italipwa, na mpaka sasa watumishi baadhi yao kwenye serikali hawajapokea. Nikisema wengi kwenye serikali, watumishi wa serikali hawajapata mishahara yao, na amesema hii ni msimanzi mkali sana na ni majonzi, Lakini na wengine mmoja ambao tumekutana nao barabarani, vijana wa Kinshasa ambao si watumishi wa serikali, ambao wanasema wapo hawana kazi yoyote, wanasema siku ya leo haina maana, kuona kwamba inaongezea siku nyingine ya kutokuwepo na kazi za kujitafutia, za kujitegemea wenyewe. Unajua siku hili iliweza kuandaliwa na kuwekwa na Umoja wa Mataifa kulingana na unyanyasaji wa haki za wafanyakazi ambao zilikuwa zinyanyaswa Chicago nchini Marekani. Na Kongo huenda wengine vile haki zao zimenyanyaswa, wafanyakazi ambao mishahara inapewa pasipo mkataba wote, hasa katika makampuni ya kibinafsi mamoja, na hiyo wafanyakazi kwa mradhi wanaotumika huko hawawezi kuzungumza, kwa sababu wakizungumza huenda wataweza kufukuzwa kazini. Siku zilizopita serikali ilianzisha msako katika sekta mbalimbali za wafanyakazi, ikasema kwamba imegundua kwamba kuna wafanyakazi hewa. Hili swala limeishia wapi? Hili swala limeendelea kutatuliwa na waziri anayehusika hasa na wafanyakazi, ambaye anahusika na watumishi wa umma, ikiwa ni pamoja na Pierre Yao, ambaye alitangaza kwamba kulikuwa na watu ambao walikuwa wanafanya kazi, wengine wakikutwa wakiwa katika wizara mbili ama tatu, na akapiga marufuku, na mchakato wake unaendelea ambao anapambana na aina hizo za watumishi serikalini, na amesema anakuja kuweka nidhamu kwenye sekta ya serikali. Asante sana Rodrigue Vutala ukiwa katika mji wa Kinshasa. Asante sana MTV. Katika mikoa ya mashariki mwa Kongo, wafanyakazi wa serikali kwa sasa wakisaga meno, na wengi wakiwa hawajalipwa mishahara yao, hasa wale wanaopatikana eneo la vita. Kambale Kapinga ni mkazi wa Beni, anaeleza. Kwa Kongo kuna shida kuu sana, kwani kazi nyingi sana haziheshimu sheria, wafanyakazi wengi sana hawapate mshahara, wengi hawana hata makontra. Ndio kwa maana hali ya kazi ndani ya Kongo inakuwa na shida. Na waza tu kitu akabambi sana kwa serikali yetu ya Kongo tukamilisha code de travail, kwani sheria inahusu kazi. Kama tuweza kuishimamisha, na kazi itakuwa hayakuwa, kwani hiyo sheria ndio inakamata mamlaka, inapanga mamlaka namna gani kazi inapaswa pangiwa ndani ya nchi yetu. Wengine wakiwa katika mtazamo tofauti na kulaumu serikali ya Kongo kutowatendea haki wafanyakazi wao, akisema mmoja wao: Chaque le premier mai na kwa journée internationale ba travailler mais si
Anduka si betu kunatumika mu serikali, ile date natufikiaka vraiment. Si hatuwake motive pour que tuweze kuisherekea monani mudulatire inayofaa. Juu kama nasema hivi ni jua nini? Depuis kwenye tuliingilia ndani ya karere ya serikali tukunatumika, me mafanikio ni kidogo sana. Alors a partir de mafanikio hatuwake motive juu tuweze kusherekea ile juu ya batravailleur mu dunia mzima. Alors ya kuongeza pale ni kuweza serikali yetu ya Kongo iweze kutusaidia, iweze kuwa na tumotive. Donge ma numero matricule baweze kuwa nazitosha. Juu sasa unapata numero matricule na wewe kama message ile journée itafika itakupermettre uweze kunani kusherekea. Me atukena tufikiaka tu na tuko mumaisifizasi ya mamwae. Sisi kama binafsi hatuitambue, kwani hatulipiwe na leta, na numero matricule hatuna, tunatumika kwa serikali, hata cheti cha wana wa serikali hatuna. Tunakia kukazi sasa mjournalier, kisha unabakia kunyumba na unasema utakula nini? Si hatujui siku hii siku ikifanyika vizuri kwetu, inomba serikali inakuwa na angalia wafanyakazi kama watapata namna gani hata kidogo juu aende kufete. Mtu hawezi fete tumbo niko njala, shetu tuende tumika juu tafute chakula kukula. Tukitoka katika masuala ya wafanyakazi tuingie katika siasa ambako marumbano na mjadala mkali umezuka kuhusu hatua ya mahakama kutaka kukamatwa kwa rais wa zamani Joseph Kabila. Hassan Chawele yuko mjini Beni na maelezo. Waziri wa sheria nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Constant Mutamba hakikishia kwamba tuhuma hizo zinaungwa mkono na ushahidi mkubwa. Kuhusu hatua hiyo nimezungumza naye Bernard Kapitula wa chama cha UDPS, chama chake rais wa Kongo Felix Tshisekedi. Unajua kwamba rais mstaafu Kabila anatuhumiwa mambo mengi ambayo yanaenda mbalimbali na kisheria, na ni lazima asikilizwe kunako mahakama sababu hakuna mtu ambaye anakuwa juu ya sheria. Na wakati waziri anaenda kunako seneta kuomba waondoe vikwazo ama wampe sheria ya kufuatilia huyu waziri, hii inakuwa jambo ya mzuri, na sisi tunasema ya kwamba bwana Kabila afasirie wakongomani nini anafanya kunako huko M23, sababu wakongomani wote wanajua ya kwamba yeye ni mwanzi wa hii M23, ambapo inakuwa kitendo kinakuwa kinyume na sheria, sababu yeye ambao Kongo ilimpa kila kitu hangeweza kuisha tena wakongomani kwa kutafuta kurudia kwenye daraka. Vile tumezungumza naye Ferdinand Kambere, katibu mtendaji wa chama cha PPRD kinachomuunga mkono rais mstaafu Joseph Kabila. Yeye anasoma katiba gani ambayo itampatia auditeur general au akifuatilia watu na kwenda omba leve des immunités? Senateur avi haiko mandat, na kama wanatafuta mfuatilia kama ancien president na wameona kama ile njia ya kupitia cour constitutionnel waleve du cour constitutionnel ifatilie, haiko commandement itaenda kama njo auditeur general njo ataenda omba maleve ya immunité. Rais mstaafu haiko ndani ya jeshi, donc wangesubiri basi akuwe ule procureur general, parce que ministre wa mambo ya ndani ndiye alisema yeye atabeba kesi yake kwa procureur general wa cour constitutionnel. Kwa nini hawakungoja ule ndiye aombe? Mambo ya upuuzi. Raia huyo ambaye tumekutana naye ametoa pia kwa upande wake hisia zake. Hiyo ni kitu ambacho inaonesha wazi kama ni kila mtu anapasha pita kwenye sheria, anapasha angalia sheria inasema nini, kwa sababu hakuna yule anayekuwa yulu ya sheria. Kila mtu anapasha akaheshimia haki ya mwanadamu. Hakuna yule anayekuwa yulu yote ili atende yale anayotaka kwa mwanadamu. Katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasemaje kuhusu kumchukulia kesi mahakamani rais mstaafu? Nimeungana naye Achille Kapanga akiwa wakili katika mahakama makuu ya Gombe jijini Kinshasa. Sheria inampatia madaraka kuwa seneta maisha yake njima. Akiwa seneta yafaa naweza kuheshimu sheria za kukuwa seneta na heshimu sheria za Kongo. Na hivyo kapenda kumsambisha, kweli wataweza kuondoa tunaita immunity yake kupitia seneti ili aweze akasamba. Kwani hapa wanamfuatilia kama seneta, hapana kama rais wa zamani. Kwani
haya nao leo, kazi anayofanya leo, sheria inampatia kazi ya kuwa seneta. Kwa hii ngambo nawaza kama tutaangalia kama waseneta watasema nini na kama sheria itasema nini. Kwa ngambo yangu nawaza kama hakuna mwenye kuwa yule sheria, na fatu tunaangalia kila kitu kufuatana na sheria. Haya yajiri siku chache baada ya fununu kutamba mitandaoni eti Joseph Kabila huwa amejiunga rasmi na waasi wa M23, huku shughuli zetu ili kufahamu nini kinachoendelea kwa uwepo wa Rais Mustafa Kabila katika M23 zaendelea kugonga mwamba. Jeremy Asani Kiawere, MTV, Beni. Katika mji wa Uvira, polisi pia wa serikali nao wamedai mishahara yao, kama anavyoeleza mwanahabari wetu Thomas Batangarwa kutoka huko Kivu ya Kusini. Zaidi ya askari polisi 200 walioandamana Jumatano Aprili 30 mbele ya ofisi ya naibu gavana wa mkoa wa Kivu ya Kusini patikanayo Kavimvira mjini Uvira kwenye mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi jirani ya Burundi. Askari polisi hao, wanaume kwa wanawake, walianza kwa kuketi chini, halafu baadaye wakafunga barabara kwa kuweka mawe, magogo na kamba. Ziko mumikono ya babe hapa Uvira, ziko hapa Uvira, ziko miezi 3 yote iko. Mwanamama huyu ni askari polisi amesema mishahara yao imeshawasili mjini Uvira, ila wakuu viongozi hawataki kuwalipa haki yao. Bakuwa anatuambia tukimbie shibo hata tukimbie mpaka Uvira. Tunafika Uvira tuamwa tunekala Uvira. Uvira tunala sawa vile manguruwe, tunakula sawa manyama. Banduku na batoto banakufa Bukavu bila sababu. Tunafika hapa tuombe makuta na batupatie franka. Tumejaribu kutafuta viongozi wao ila wamejizuiza kusema lolote. Kulingana na vyanzo vya kiusalama, hao ni askari polisi waliotokea Goma, Minova, Nyabibwe, Kalehe, Kabamba, Katana, Kavumu na Bukavu, miji inayodhibitiwa na wahasi wa AFC M23 katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Askari polisi huyu kutoka Goma ameeleza kuwa nia yao sio kuzorotesha usalama bali ni kuomba haki yao. Polisi iko na reklame franga zake, bakubwa banaanza fichama, banatuma watu mwende kutembe nasema hakuna franga, na Kinshasa nasema franga ziko kumkono za mwezi wa 3, basi badanganye aseme franga ziko kutembe. Ni bongo, mwende muulize bakubwa yenu. Pourtant que franga za Sud Kivu ziko na meme benye bako ku M23 franga zabo zilitoka, benye balikufaka meme 2004 na 1900 combien franga zabo zilitoka kulistingi. Kwa sasa ba polisi weko siri le terrain banakosa franga, benye habako ndio banapata franga. Shughuli nyingi mjini Uvira zilibweteka, haswa zile za uchukuzi kutoka Uvira kwenda Bujumbura. Usafiri umesimama kwa masaa kadhaa, ila pia shughuli za kiuchumi nazo zikawa zimesimama kutokana na maandamano hayo. Wakuu viongozi walipopata taarifa hizo waliingilia kati. Polisi wamoja walinasa haraka habari kwamba huenda majibu mazuri yanawafikia. Kasereka Katembo ni askari polisi kutoka Kivu Kaskazini, anaanguka kicheko. Tunafunga barabara hapa Kavimvira na Premier Dame iko Burundi, anadepeshe vice gouverneur anafika hapa, anaruhusu franga zianze pokezewa. Ni maroma ndugu yangu. Wachambuzi wa mambo wanasemaje kuhusu tukio hili? Bi Josephine Mungubi ni mwanaharakati wa haki za kina mama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anazungumza. Ni watu ambao labda wanakuwa na hatua fulani ya heshima, na kuna vitu ambavyo hawawezi wakavifanya kwa maana kulingana na sheria gisi naundwa kulingana na kazi zao, na ikiwa yale ambayo tunazoea kuyaona wakati wanakuwa na matatizo mengi hivyo, huwa ni wake zao ndio wanakuwa wakienda kipaumbele na kuweza kuwaombea ili wapate, yani wanapitia katika wake zao. Lakini kuona mara hii wanafikia katika hatua hiyo, sijui kama ni magumu yamepitilia kiasi, sijui kama ni kwa vile wake zao na watoto wengi wao hawako hapa mjini Uvira, ndio kwa maana imefikia labda wapite kipimo na kujisahau kivile, kusahau wako wanani na kufikia kuanza kufanya maandamano ya kuketi, sijui kufunga hata barabara, kuweza kufanya kwamba kazi za uchukuzi labda siendeshwe kama vile kawaida, na hao kama vile watu ambao wako pale kwa ajili ya kuleta usalama, wako pale kwa ajili ya kulinda wale watu ambao wanafanya maandamano. Sasa ni wao ndio wanaandamana. Ni kitu ambacho kimetushangaza, lakini labda serikali ingeangalia kisa kuifanyia kazi. Kwa maana unafikia kwa wakati wa usalama mdogo, hata sheria zenyewe za nchi huwa haziheshimiki. Kila mtu anakuwa anafanya kenye anahitaji, lakini ni lazima sheria ichukue mkondo wake na kila mtu aheshimu nafasi yake.
Wataalamu wa sheria za polisi hutaja kuwa askari polisi hao walioandamana wana haki ya kulalamikia mishahara yao kama wafanyakazi wengine, haswa ikiwa tarehe mosi Mei ni siku ya mfanyakazi. Akifahamishwa taarifa ya maandamano hayo na naibu gavana anayeongoza mkoa wa Kivu Kusini kwa muda Bwana Jean-Jacques Elakano, aliwasili eneo la tukio kutuliza ghasia, huku akitoa ujumbe wa matumaini kwa walinzi hao wa raia na mali zao. Kilichopunguza hasira za waandamanaji ni pale naibu gavana alipoamuru uorozeshwaji wa askari polisi wote waliopo mjini Uvira ambao bado kulipwa mishahara yao. Serikali ya kijimbo imehamua kuzima moto huo kwa kutafuta pesa katika mikoba yao fulani. Hatua hiyo imepokewa kama faraja ya muda mchache kwa kusubiri utekelezwaji wa ahadi hiyo. Asubuhi mapema ya Alhamisi hii Mei tarehe mosi, askari polisi wameweka timu mara tena kwenye ofisi za kijimbo kusubiri kuorozeshwa. Kutoka Kiromoni, mimi ni Thompson Unjibata Ngalo William wa MTV. Huku kukishuhudiwa hali ya wasiwasi katika mji wa Uvira kufuatia milio ya risasi, akisema Thomas Batangalwa. Ndiyo malivika ni kwamba milio ya risasi imesikika mjini Uvira, katika mji mkuu wa muda wa mkoa wa Kivu Kusini. Milio hii ya risasi imeanza kusikika toka alfajiri mpaka mwendo wa saa 4 asubuhi ya hii leo tarehe mosi mwezi Mei. Milio hiyo ilikuwa ikisikika katika kata ya Rugenge, maeneo ya Kasenga mjini Uvira, na haijafahamika ikiwa inatokana na nini. Taarifa tulizonazo ni kwamba kuna vikosi vya askari jeshi wa taifa ambavyo vinakuwa vinafanyiwa mabadiliko, wanabadilishana kati ya wale walio milimani ambao walikuwa kwenye mashamba mapambano, wanatakiwa kurejea kuja kupumzika, alafu wengine wapate kwenda kule kuwagomboa katika viwanja hivyo. Na katika maeneo wanayotakiwa kupita kunapatikana makambi ya wazalendo, alafu wazalendo wanakataa kwamba FARDC hawawezi kupita katika njia hizo na kwenda kuchukua ngome ambazo wanahitaji kuzichukua kuzilinda, wakihofia na kusema kwamba FARDC wanakuwa wakifanya usaliti kupitisha wahasi wa M23, tuhuma ambazo zinatupiliwa mbali na jeshi la taifa. Muda mfupi uliopita tulimtafuta msemaji wa jeshi la taifa kwenye sector operation Sokola ya pili kusini mwa Kivu Kusini, Luteni Mark Elong, hajatamka lolote mpaka sasa tunavyozungumza, ila shughuli za kawaida zimerejea tayari. Pikipiki zinapita barabarani, bajaji, magari na shughuli za kawaida, watu wako masokoni wakiendesha shughuli zao. Imekuwa jambo la kawaida katika mji wa Uvira kusikia risasi zikilia muda wowote kwa masaa yoyote yale, na wananchi wakiendelea na shughuli zao. Namni hayo kwa siku ya leo. Mimi ni Tryphon Odas kutoka Tanzania. Asante na nikutakie siku njema.